Polisi katika mtaa wa Navakholo katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanafunzi wa kidato cha 4 kwa tuhuma za kumuua mpenziwe wa kidato cha pili ambaye anadaiwa alimpa ujauzito. Mauaji hayo yalizua ghasia katika kijiji cha Lutaso na kusababisha takriban nyumba 7 kuteketezwa na mali ya thamani isiyojulikana kuharibiwa. Huyu hapa ni Oko Okusa na ripoti kamili. Ijumaa iliyopita mwendo wa saa 10 alfajiri, mshukiwa mwanafunzi wa shule ya upili ya Musaga huko Navakholo, Kakamega, anaripotiwa kubisha mlango wa nyumba ambapo Grace Nafula alikuwa akilala na dadake mdogo. Nafula, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya Lutaso, anasemekana alirejea nyumbani siku chache kabla ya siku hiyo. Kuja alitoka kwa shule kama ni mgonjwa. Alafu tukamleta hapa nikampeleka hospitali. Kwa mujibu wa Wasambe, mjukuu wake alifungua mlango na baadaye kuondoka na mshukiwa anayedhaniwa kuwa mpenziwe na hakurudi tena. Vile nilienda nikaona mjukuu wangu amelala. Wamemkata panga kwa kichwa, panga 2. Wasambe anasema siku moja kabla ya mjukuu wake kuuawa kikatili, alimwarifu babake mvulana huyo kuwa mwanawe amempachika mimba mjukuu wake. Pengine ndio alifikiria sasa nimuue hiyo kesi iishe. Naibu chifu wa kitongoji cha Namirama, Steve Nawadi, alisema baada ya kupata taarifa za mauaji hayo, alitembelea shule ya upili ya Musaga pamoja na maafisa wa DCI na kumkamata mshukiwa, lakini hawakupata silaha iliyotumika kufanya mauaji hayo. Tuliambiwa aliingia kama amechelewa, na kawaida yake yeye huja shuleni mapema, lakini leo alifika shuleni kama amechelewa. Msimamizi huyo alielezea zaidi kwamba walimkamata mwanafunzi huyo na kumpeleka katika kituo cha polisi cha Navakholo kwa mahojiano zaidi, na huko ndio aliwekwa uchunguzi zaidi ikiendelea. Wakati hayo yote yakitendeka, kule kijijini mvutano ulikuwa ukiendelea, huku jamaa za msichana aliyewawa wakijipanga kulipiza kisasi. Muda mfupi baadaye, umati mkubwa wa wanakijiji wenye hasira ulivamia nyumba ya wazazi wa mshukiwa na kuteketeza jumla ya nyumba 7 na kuharibu mali ya thamani isiyojulikana. Mshukiwa atafikishwa mahakamani Jumatatu, Machi 17, baada ya maafisa wa upelelezi kukusanya ushahidi wa kutosha. Oko Okusa, NTV.